Bwana Yesu asifiwe. Wewe una akili na unafikiria na unaweza kuchukua maamuzi. Haijalishi ni maamuzi magani, inategemea na wewe pamoja na moyo wako. Communication inakuwa kweli pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Wakati moyo inasemezana na mwili mara mingi inasikiliza sana kutoka kwa moyo. Na umeona moyo ni sehemu muhimu sana kwa mwili wa wanadamu. Lakini kama kuna kiumbe kwa mwili wa wanadamu dhaifu, ni moyo. Kama kuna kitu dhaifu kwa chochote kwa mwili wako, ni moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio kiumbe dhaifu sana kwa mwili wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio leo hii ukipata mtu leo mtu akwambia wewe ni ng'ombe, si utaona mtu amenikusi kwa sana. Alifikiriaje mpaka akaniambia mimi ni ng'ombe? Yaani na kweli ni matusi, kwa sababu kweli ng'ombe haifikiri. Ng'ombe inasukumwa. Ng'ombe inatolewa hapa ikafungwa hapa, inaambiwa hapa ndio utakula nyasi. Lakini kwa hiyo wakati halielekei hapo, anajaribu kuvuta hiyo kama ili asonge mbele. Unaona? Lakini mwanadamu unajua ninastahili kwa wakati upi, kwa masaa yapi, ninastahili kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Acha moja kwa moja tuende katika Biblia zetu. Mama Feva utanisomea. Tufungue Biblia zetu kitabu cha Yeremia mlango wa 17 kuanzia mstari wa 9. 17 mstari wa 9. Biblia inasema, Yeremia 17:9, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani aweza kuujua? Bwana asifiwe. Biblia imesema ati moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Kama vile nimewaambia mwanzo, moyo ni mdhaifu. Kama kuna kiumbe dhaifu kwa wanadamu ni moyo. Na Biblia imesema moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Yaani kushinda kila kitu. Moyo ndio inakubali kuteka udanganyifu. Ndio ya kwanza kwa wanadamu kuteka udanganyifu. Bwana asifiwe. Atina ni muovu kupita kiasi. Na kuna ugonjwa wa kufisha. Kweli kwa kwamba ni moyo ina ugonjwa wa kufisha. Bwana Yesu asifiwe. Moyo ni mdanganyifu. Na ni nani awezaye kujua? Nani anaweza kujua hii ugonjwa moyo imebeba? Ni nani anayeweza kujua? Ni nani anayeweza leo kufungua katika moyo na akaponya ile ugonjwa moyo imebeba? Na unajua ni magonjwa ya ngapi moyo imeweza kubeba? Hiyo ni maswali tunatakana kujiuliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moyo ni mdanganyifu. Ina ugonjwa wa kufisha, ina ugonjwa wa kuua. Moyo inaua. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani anayeweza kuponya moyo? Ni nani anayeweza kufika kama daktari wengi? Lakini Biblia inasema hakuna anayeweza kujua. Hata utembee uende Makang'ambo, hakuna daktari anayeweza kutibu ugonjwa huo. Hakuna anayeweza kutibu. Utatembea uende kwa waganga, hakuna anayeweza kutibu. Na uzuri ya kwamba hata huyo mganga ana ugonjwa wa yes. Hata huyo mganga mwenye umeenda kumtafuta ana maradhi ya moyo. Na hata yeye anategemea mmoja tu uweza kuponya pia hiyo ugonjwa yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Hata moyo wa mwanadamu kuna ugonjwa
Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema wazi, moyo ni mdanganyifu. Bwana Yesu asifiwe. Hata vile mtu anakuambia kati mimi nimepata tu moyo wangu. Anaenda mahali pabaya, lakini unamwambia wewe hii njia yenye unaenda si sahihi. Lakini unamwambia mimi nimepata moyo. Leo umesikia moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Yes. Wacha kusema mimi ninafuata moyo. Hata kama mimi sitaki kusikia chochote, sitaki kuambiwa kitu chochote, mimi ninafuata moyo. Moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vingine vyote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna magonjwa ambayo yako kwa moyo. Na hata wewe mwenyewe haujui unatembea na maradhi gani katika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mingi na hata si moja. Umesikia Biblia imesema hapo chini ati ni mwovu kupita kiasi. Moyo ni mwovu kupita kiasi. Imebeba maradhi mengi. Imebeba magonjwa mengi. Bwana Yesu asifiwe. Na haya magonjwa hayawezi kukuingia kama haujaruhusu shetani akateka moyo wako. Kwanza kuna mtego umewekewa. Na huu mtego ndio itapenyeza ili adui aweze kukipenyeza. Adui akishapenya moyo wako na akateka moyo wako, ndugu yangu, moyo umeshatekeka. Na hapo utapata moyo wako na ujue hakuna penye unaenda. Maana adui, kuna Mungu tena hapo, kuna Roho Mtakatifu tena hapo, hakuna. Moyo umeshatekeka. Na moyo nayo ukubali kutekeka. Na moyo ukubali kutekeka, hata wewe hauna amani. Hautakuwa tena na nguvu na hautajiongeza na hakuna maamuzi utafanya sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna maamuzi sahihi wakati adui ameteka moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha tuende tujifunze magonjwa. Ndio tunasema moyo ina magonjwa mengi. Ina maradhi mengi. Na hakuna anayeweza kuponya magonjwa haya. Hakuna. Hakuna hapa duniani utafunguka, hakuna anayeweza kuponya. Ni Mungu pekee yake anaweza kuponya magonjwa haya. Na ndipo Yesu akasema, nipeni moyo wenu nami nitaiponya. Nipe mioyo yenu nami nitaiponya. Bwana Yesu asifiwe. Tuende katika vitabu yetu tena, tufungue Waefeso. Waefeso mlango wa 4:31. Tutasoma mpaka 32. Waefeso 4:31. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma mkasameheane, kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Amen. Biblia inasema ondoeni kabisa uchungu, ghadhabu, hasira, makelele na matukano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kama kuna magonjwa ya kuteka moyo ni haya. Kuna uchungu. Adui anapoteka moyo wako, kuna uchungu. Na wacha nikwambie kitu moja. Nikisimamisha hapa kila mtu sidhani kama kuna mtu hajapita katika uchungu. Kila mtu, hata baada ya mafanikio, katikati ya mafanikio kuna uchungu. Lazima atakwambia nilipita hapa na nikakuja kukutana na kitu kizito sana kabla nifike katika mafanikio haya. Nimepitia uchungu fulani. Kila mmoja ana uchungu. Kuna barabara yenye haina milima. Sijaona haina kona. Sijaona haina mawe, wengine na mabonde, wengine iko na miteremko kali sana, si ndio? Sasa lazima upite katika uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wamepitia uchungu. Na hiyo uchungu, katikati ya uchungu unaweza kuzaa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ule mtu leo anapitia uchungu, ana ushuhuda. Na kuna mtu mahali hapa hata sasa hapo katika jambo
jangwa la uchungu. Ako katika jangwa la uchungu. Na kuna yule ambaye ana ushuhuda kwa yale amepitia. Za ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu amepitia uchungu, hata sasa ni uchungu kwake. Labda ni kwa ndoa yake, labda ni kimaisha. Umepitia maisha magumu, najua umepitia. Unapitia maisha ngumu mpaka unakuja kuuliza ni mimi ama mpaka unafika unasema hapa sasa. Alafu moyo ni mbaya, sikusema moyo mdanganyifu, inakuongelesha. Umeipata mtu amepitia maisha magumu, amekaa kwa miti alafu anaweka mikono kwa kichwa. Anaongelesha. Hapo kuna mazungumzo ya vitu viwili. Kuna mazungumzo yanaendelea ya moyo na ya mwili. Amenyamaza, ameshika kichwa, lakini usifikiria kwako. Moyo yanataka kumwelekeza. Na tunasema moyo ni mdanganyifu. Kuna kitu kizuri kitako kinamwambia, hapana. Wewe unaenda wapi? Kung'ang'ana hiyo yote kweli kabisa uone safari, bado unataka kuendelea. Tena hivyo anamuongelesha kabisa. Moyo unamuongelesha, kuna mahali wewe unataka kwenda. Anakwambia bibi yangu unajidanganya. Lazima uchukue maamuzi mengine. Tunamwona Mungu anamwambia sana, hapa inabidi ubadilishe, chukua maamuzi mengine. Na anamtuma mahali pengine, baovu zaidi. Anamwambia kama hautafuata hii njia, bibi yangu utafanikiwa. Na wewe kweli unataka sasa hiyo moyo hiyo iko kwako, uchungu umejaza katika moyo wako. Na ukiruhusu hiyo adui akapeleza na akateka moyo wako, basi wewe unasema na kweli hata mimi mwenyewe sio penye ninaenda. Hapa kweli penye nimefika ndio mwisho. Lazima nichukue hatua. Ndio unapata mtu anaenda anajikuta mahali hakustahili kuwa. Si nafsi yake, ni moyo. Umemwambia amka, anza sasa, chukua njia hii, na akaenda kufuata njia ambayo njia hiyo sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu kwa ndoa anakwambia leo mimi hii ndoa, mpaka amebadilika jina, anasema ndoa ya machozi. Ameng'ang'ana, ameona ndoa kweli, kama ni kuvumilia nimevumilia. Hii ni uchungu nimepitia badala ya ndoa. Anaita ndoa ya machozi. Hapo hakuna ndoa. Ukipata huyo mtu leo muulize, umekaa miaka ngapi? Ama mwenyewe wakati anaangalia, hii ndoa nimekaa kwa miaka ngapi sasa? Wakati anahesabu anaona ni miaka 10. Na ndoa ya Mungu lazima ifike miaka 60. Anaangalia kuna 50 mbele. Hii 10 imenifikisha hapa. Na kuna 50 bado mbele nataka na kuendelea. Hiyo ni moyo mmoja. Wewe, hiyo 50 utafika. Hiyo 50 bado unaenda na hii hali yenyewe umefikia. Utaweza hiyo 50 wakati 10 imekutoa jasho na imekuwa uchungu. Moyo mdanganyifu. Moyo mdanganyifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia ikaendelea ikasema, ondoeni kabisa uchungu, ghadhabu, makasiriko, makwazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani umekubali kutumika kachamo kadogo tu, wewe umekwazika. Moyo inakuambia wewe hata unaomba kuonekana hapa. Inakuzungumzia kabisa. Inakwambia sio umeona vile umeambiwa. Hapa mahali si pako na ustahili kukua hapo. Bwana Yesu asifiwe. Imesaja makwazo. Unaweza pata leo hii hata mtu hajakuja kabisa. Kwa sababu akikuja leo anajua kuna mtu alijikwaza hapo ndani. Leo hii kiambia mtu asimame kwa ile asalimia watu 10. Huyo mtu amekaa hapo nyuma anahesabu, anaangalia hapana. Hesabu watu 1 2 3 4 5. Takuwa nimefikia kwa huyo heri niende nisalimie ile roho nyingine. Anaamua kutoka huko, anakuja kusalimia mtu pale. Kwa sababu ya makwazo. Kwa sababu ya machungu na ile masikitiko anaweka katika moyo. Na yeye yote ni moyo imemweteleza, ni moyo imemwambia. Imemwonyesha
kukaa nyumbani asikuje kanisa. Bishop wetu naye ni nani? Ikifika baada ya kanisa anapiga simu, halo mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo sijakuona. Sasa wewe kwa sababu ya makwazo ikazaa udanganyifu ndani yako. Yaani bado moyo inakudanganya. Nakwambia sema. Bishop mimi mdhaifu leo. Nimekuwa mdhaifu nisikuweza kuandika. Alafu Bishop anakwambia na upokee uponyaji. Hiyo uponyaji imekuja vizuri. Maana moyo ni mgonjwa. Usiseme uponyaji imeenda bure. Moyo ni mgonjwa. Tayari amekwambia na upokee uponyaji. Sio moyo umepokea. Na umesema amen. Kwanza tunajua utamwacha amen Bishop. Tayari hiyo inafanya kazi kwa moyo wako. Ikifika Jumapili nyingine unamwaje? Sasa leo nisipoenda Bishop atajua mimi ni bado ni mgonjwa na nitaona gari inafika. Kwa sababu sitaki hiyo gari ifike hapa. Acha niende. Moyo. Ugonjwa yenye iko kwa moyo. Alafu kuna hasira. Sasa kama kuna ugonjwa sugu, umesikia ugonjwa sugu? Hasira lazima itaonyeshwa na vitendo. Hasira nayo ikosa vitendo. Alafu moyo inaambia hiyo hasira ukaka tunakuelekeza kwa mwili inakwambia wewe umefanywa hivi. Na kwa nini hujachukua hatua alafu unachukua alafu inakuchochea? Wakati unataka unasema nini ndio nifanye hivi? Hapana, acha tuende. Alafu moyo yako kwambia na unaje bure? Si uangalie wakati unatoka kuna panga ama kuna dunia. Moyo unakuambia usiende mkono mtupu ya huku. Ukipinduka hivi unapatana na nini? Panga. Toka nayo. Moyo unasema ina ugonjwa wa kuua. Wewe unaenda kuua. Hasira inakwambia enda. Na imekuchochea usiende bure. Alafu nakwambia tumuonyeshe wewe ni nani. Muonyeshe. Ukienda hivi mbele unapinduka hivi unaona watu wamesimama. Unasema na kweli acha nimuonyeshe hata watu wajue ni nani. Umeiruhusu na moyo imekuteka. Na imekuteka na wewe maana uliruhusu. Amen. Kachukua hiyo nafasi. Kuna makelele, Biblia yangu imesema mzuri makelele. Unajua kelele ina sauti sasa afadhali. Kelele ni kama afadhali, makelele. Moyo imejaa makelele. Umeambiwa neno na mtu mpaka ukaenda ukashinda siku nzima ukienda kwa kioo ukaangalia, ukarudisha ukarudi. Ukarudi tena ukaangalia. Kwa sababu ya kitu enye unaambiwa na mtu. Kashiba huyu mtu mwaka mzima tangu Disemba alikuwa ananifanyia research ya hii neno. Si hata anifanyia research. Hiyo yote ilikuwa tayari kwa moyo wake. Hata nitafuta. Usifikirie amekwambia sasa hiyo ameitafuta. Hiyo kitu ilikuwa. Na ndio maana Biblia inasema kimjaacho mtu. Hiyo ilikuwa tayari. Na kelele ni mbaya sana ni kama kidonda. Umaipata kidonda alafu leo ukasema wacha nitoboe uza. Kimeenda kimeunda uza. Wakitoboa kwa leo. Kesho imeendelea imezuka uza. Unajua ulitoboa jana, kesho naweka mingi. Unaona? Hivyo ndio moyo imejaa. Moyo wako inakuwa imejaa makelele. Sio ile unasema kimjaacho mtu. Hiyo ndio imejaa na kesho itajaa zaidi. Inakuwa mingi tena sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni mama kwa nyumba kelele. Kelele na watoto. Yaani kelele mpaka mzee hawezi kaa katikati ya hiyo nyumba. Shida ni moyo. Shida ni moyo. Yaani kelele, hawa watoto wamenikosea watoto. Mimi nilikuwa wapi wakati watu wanazaa watoto mimi nikazaa wajinga? Mzee amekaa hapo kana anasikia ai. Watoto wangu ni wachi. Huyu mama ameita. Moyo wake haukujazwa na makelele. Hiyo ni wewe moyo wako
itamfanya kuwe na kelele. Unajua kuna mahali unamtuma arudi akiwa na hiyo kelele. Wakati anaenda huko, akitoka huko ameweka ya kwake. Anarudi na unajua anaangalia mtoto anafanana sana. Hata huyu ni mjinga. Na huyu naye hata huyu mama anamaanisha mtoto ni mjinga. Hata yeye angesema huyu mama huyu anafanana kwao kidogo. Anaanza kuangalia huyu mama anachukuaje hawa watoto. Anasema hizi tawacha bure. Inampidi aende mahali ili atoe sauti. Na anataka kuambia, lakini kwa sababu yeye moyo wake haujatekwa na kelele, lazima aende atafute mahali ambapo moyo wake utajazwa na kelele. Akitoka huko anakuja, anaanzia kama mita 10 mbele, anakwambia, anaanza tenda wema nenda zako. Unajua ameweka sasa imefika. Alafu najua wale wanajua Biblia sana. Anajua Biblia sana. Anafika hapo anakwambia, heshima si mtumwa, penda mwenzako jinsi alivyo. Unajua hata anaongea ni wewe, anataka usikie kwa ndani ya Biblia. Ni wewe anapima na ni wewe anajua nitamwenda kwa njia hii ili niweze kwa kelele nako nayo. Wakati atafika, wewe nao uko tayari. Rudi penye umetoka, makelele kaanzia hapo. Na sababu mzee nenda akachati, yako na kelele pia. Sasa hiyo ina mazungumzo. Sasa hapo kuna kunyamaza. Hakuna. Sasa hadi anafurahi penye hapo anasema kilio. Hapo ndio nilitaka ifike. Na lazima itatumia mbili yote ili kabisa uweze kufanya hiyo makelele. Hata kama uko unataka hiyo kelele. Hadi anajua moyo wako tayari umeshatekwa na kelele. Lazima moyo ikuongeleshe mpaka utamu. Itakupata katikati ya makelele. Kwa nini turuhusu mateso? Kwa nini turuhusu uchungu? Kwa nini uchungu utoe katika uwepo wa Mungu? Na dawa iko ni rahisi. Dawa iko penye huko. Hautoki hapo kaenda hospitali kutafuta daktari. Kwa daktari mpime uchungu. Umeruhusu uchungu mpaka imefika ugonjwa. Umepatikana kwa pressure. Umepatikana na ulcers. Yote ni kwa sababu ya uchungu. Uliruhusu. Moyo imekudanganya. Nawe ukakubaliana na moyo. Umebeba uchungu. Umebeba watu wa moyo wako kwa sababu ya makasi. Na hiyo ni moyo imekudanganya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini turuhusu machungu kwa maisha yetu? Machungu yenye tunayapitia sasa hayalinganishwi na mazuri yenye yanakuja. Usikue hali yenye umepitia leo ukaona hapa ndio mwisho. Moyo isikusemeze, isikwambia hakuna mbele. Wewe angalia mbele. Wewe endelea. Hata ijapokuwa umepita katika ngumu gani, machungu yamefikia kiwango gani katika moyo, usichoke. Usiseme umefika mwisho. Endelea hatua mbele. Maana kuna sehemu yako mbele ambayo Mungu anakungojea. Na anajua kuna hatua mbele haujafikia. Na kama ungekuwa umefika mwisho, ndio mwanzo Mungu anaanzia. Na kwa sababu hajaanzia hapo, inamaanisha haujafika mahali penye anataka ufike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kaza. Iwe hiyo ndoa iwe chungu kiasi gani. Kaza. Mwambie ni miaka 10 tu. Bado ingine 50. Na lazima nimalize 50. Amen. Lazima nimalize hiyo miaka 50. Maana wewe ingine ni bashishia. Najua ingine kila mtu anafanya shughuli yake. Ndio mzee hana haja. Hata wewe hauna haja. Lakini kama kuna mambo makali ni kwa miaka ya usini. Ndiye Mungu, najua sitafika hiyo miaka 50 nikiwa na hiyo uchungu. Kwa sababu unaweza ukabadilisha mambo. Na mimi sichoki mahali hapa. Nitachukua hatua baada ya hatua. Nitakaza mbele ili nifikie hatima yangu. Sinaambia kuna watu ambao wamepitia machungu. Lakini leo katikati ya uchungu wana ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya hiyo uchungu kuna watu wana ushuhuda. Dawa iko na wewe mwenyewe. Yes, Mungu anasema nipe moyo wako.
akasema hata nije lazima ning'ang'ane nifikie hatima yangu. Hatima ndio inaongea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi naamini mtu hawezi akakufa kama hajafikia pale Mungu alimwahidi. Amen. Hawezi. Na kama utaruhusu adui achukue nafasi, hakika utakufa. Moyo na ugonjwa ya kuua itakumaliza. Ukisema sasa hii shida itanimaliza, itakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wamekuwa na hasira? Tumeona wangapi wanaua watu. Juzi tumesikia kijana anakatakata baba yake mpaka akachoma kwa sababu ya hasira. Ameua. Moyo ni mdanganyifu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pea Yesu moyo wako. Pea Mungu moyo wako akushughulikie. Amen. Paulo akasema, hii mateso unayoyaona sasa hayawezi kulinganishwa na ile utukufu ambayo inakuja mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo umepitia mateso, lakini umepitia sana na Paulo. Paulo alipigwa. Paulo alifungwa jela. Lakini Paulo hakuacha. Alisema kama niliitwa na lazima nifikie yale malengo Mungu alinipa na akaniweka katikati yake. Bwana Yesu asifiwe. Aling'ang'ana. Na kwa vita zote, si Paulo alijishindania, ni Mungu alimshindania. Vivyo hivyo ni hata wewe kwa hii safari. Ndio utoke katika hiyo mateso uko nayo leo. Si wewe utajitoa. Si wewe unaenda kujitoa. Ni Mungu pekee yake anaenda kukutoa. Na tutashindaje hii magonjwa? Maana tumesema hapa, taambiwa hii maji si mazuri. Kwa sababu ili usipate magonjwa. Wewe utatumia mbinu gani ili uchungu usipate katikati ya moyo wako? Kuna tiba ya maisha yako. Kuna tiba ya moyo wako pia. Maana hiyo moyo ni mgonjwa. Moyo ni mgonjwa na inahitaji tiba. Na wewe ndio utakuwa na tiba ya moyo wako. Nilisema unafanya maamuzi. Itafika wakati ambapo lazima ufanye maamuzi. Na kama hujafikia maamuzi, una safari ndefu. Kama hautafanya maamuzi, utakuwa bado una safari ndefu. Bwana Yesu asifiwe. Fanya maamuzi ya maisha yako. Uamuzi ni upi? Kwa nini ubebe mambo? Kwa nini uruhusu uchungu uchukue nafasi kwa moyo wako? Kwa nini uachilie hasira iteke moyo wako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Samea. Biblia inasema tusameane. Hapo chini imesema vizuri, kuweni wafadhili na wenye kuhurumiana. Bwana Yesu asifiwe. Kuweni wafadhili. Beba mzigo wa mwenzako kama wewe. Ona mwenzako kama wewe. Yale uchungu mwenzako wako nayo leo, fikiria kama ingekuwa ni mimi. Beba mzigo wa mwenzako. Maana leo ukiniombea, kesho nitasimama na nitakuwa mwenye nguvu. Amen. Kupitia tu hiyo maombi. Hiyo utakuwa umejitwika hiyo mzigo. Maombi tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia imeendelea ikisema, kuweni wafadhili na wenye kuhurumiana. Yeye kwa nini? Mkisameheana.